Historia inatufundisha kwamba vurugu, fujo zinazoibuka mara baada ya au wakati wa uchaguzi ni njia ya mkato inayotumiwa na watu waoga. Historia inatukumbusha hicho kipindi chote hivyo, ni njia ya mkato. Jambo la pili, historia inatufundisha kwamba vurugu zinazotokana na uchaguzi zimekuwa hazitoi suluhisho ambalo ni kwa lugha ya Kiingereza unasema sustainable. Na nimeona watu wa diplomasia hapa watatusaidia vizuri. Haitoi matokeo ambayo ni sustainable. Jambo la mwisho ambalo historia inatufundisha juu ya migogoro inayotokana au fujo na vurugu zinazotokana wakati wa uchaguzi ni kwamba njia ambayo ilipaswa kutumika mwanzo huwa inatumika mwishoni, ambayo ni njia ya maridhiano na majadiliano. Na nimekuwa nikifuatilia jukwaa la wachambuzi, nimeona mmefanya majadiliano mengi sana juu ya masuala ya maridhiano, masuala ya national dialogues, na watu kukaa pamoja na kujadiliana badala ya kunyanyua silaha au kushambulia au kuharibiana au kutukanana na vitu vingine vya namna hiyo. Taaluma ya historia katika masuala yanayohusiana na migogoro au fujo zinazotokana na baada ya uchaguzi linatufundisha mambo makubwa matatu. Tafakuri yangu ni katika masuala matatu makubwa. Jambo la kwanza, historia inatufundisha kwamba vurugu, fujo zinazoibuka mara baada ya au wakati wa uchaguzi ni njia ya mkato inayotumiwa na watu waoga. Historia inatukumbusha hicho kipindi chote hivyo, ni njia ya mkato. Jambo la pili, historia inatufundisha kwamba vurugu zinazotokana na uchaguzi zimekuwa hazitoi suluhisho ambalo ni kwa lugha ya Kiingereza unasema sustainable. Na nimeona watu wa diplomasia hapa watatusaidia vizuri. Haitoi matokeo ambayo ni sustainable. Jambo la mwisho ambalo historia inatufundisha juu ya migogoro inayotokana au fujo na vurugu zinazotokana wakati wa uchaguzi ni kwamba njia ambayo ilipaswa kutumika mwanzo huwa inatumika mwishoni, ambayo ni njia ya maridhiano na majadiliano. Na nimekuwa nikifuatilia jukwaa la wachambuzi, nimeona mmefanya majadiliano mengi sana juu ya masuala ya maridhiano, masuala ya national dialogues, na watu kukaa pamoja na kujadiliana badala ya kunyanyua silaha au kushambulia au kuharibiana au kutukanana na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa baada ya kujaribu kusoma hizi tunazoziita post election violence kwenye nchi nyingi za Afrika, ni kwamba zimekuwa zina athari kubwa sana kwa nchi husika. Na athari zake ni kwamba tukio linaweza likawa ni tukio la siku 2 au siku 3, lakini athari zake zimekuwa zikidumu kwa miaka 15. Wanasema angalau miaka 15. Watoto ambao tumelelewa, sisi ambao tumelelewa, wengi millennials pamoja na Gen Z, tuliolelewa miaka ya 2000, wazazi walikuwa busy kutafuta uchumi, na wengi wetu tulilelewa na house girl. Kwa hiyo una develop tabia za ajabu ajabu, hakuna mtu wa kushughulika na wewe. Niwaombe sana vijana wenzangu, turudi tufanye kazi ya malezi. Kwa sababu ukimwona mtu ameshika moto anaingia kwenye gari la mtu kwenda kulichoma, mimi swali ambalo nilikuwa najiuliza, jamaa pale wakati anaingia kulichoma gari la mtu alikuwa anafikiria kitu gani? Yaani ingekuwa ni mali ya baba yake, mtu mwingine anaingia anaenda kuichoma. Au tuseme duka la kaka yako ambaye anasomesha wadogo zako kule Kigurunyende au kule Nakapanya au kule sijui wapi, ungeweza kuvumilia kuona mtu anachoma duka la kaka yako au anavunja, anaiba, anafanya vitu vya namna hiyo? Kuna kazi ambayo lazima tuifanye kwenye malezi. Lakini malezi haya sio kwa watoto wadogo tu, bado tunawapa kazi tena wazee. Mtulee vizuri, kwa sababu
kuharibu, yani saikolojia ya uharibifu haijawahi kutatua tatizo. Hata ukiona mtu na mke wake nyumbani wanagombana mpaka wanafikia sije wanarushiana ngumi, unajua kuna shida kubwa sana. Uharibifu haujawahi kutatua tatizo. Jambo la pili, amezungumza mwenzangu, kusikiliza na kusikilizana. Mimi nimesoma psychohistory. Kati ya matatizo ambayo watu yanawapata, umeshawahi kuona mtu akigombana anapaza sauti zaidi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu anataka kile anachokisema yeye ndio kisikilizwe. Sasa tujenge utamaduni wa kusikiliza na kusikilizana. Lakini pia mwenzetu mmoja ameshasema swala la kulebo, kwamba kwa sababu anaongea Dr. Francis basi atakuwa yuko hivi, akisema hivi atakuwa yuko hivi. Nataka kusema hivyo, tusikilizane na tukubali kwamba kuna nyakati ni lazima tukubaliane kutofautiana. Tukubaliane kutofautiana. Na mtu akitofautiana na wewe katika hoja au katika mawazo, haimaanishi anakuwa adui yako. Na hiyo ndio maturity, kwamba una uwezo ukasikia kile usichotaka kukisikia na ukavumilia. Mwalimu Nyerere ameandika kwenye Tujisahihishe. Jambo la tatu, nimerudi tena kwenye Tujisahihishe, unafsi. Unafsi ni ubinafsi. Unaona tatizo linatokea, unaliacha tu, linaendelea kuwa kubwa. Na linaungana na ile kusikiliza na kusikilizana. Kwa sababu Dr. Francis labda ni mfupi, unaanza kumjaji hoja yake kwa sababu ya ufupi wake, au kwa sababu haoni mbali unamjaji kwa namna alivyokuwa, badala ya kujaji au kujadili hoja ambayo ameileta. Tusiwe binafsi. Lakini huu ni wito pia kwa viongozi wetu, wasiwe wa binafsi. Tumesikia narratives nyingi sana watu wakizungumza kwamba viongozi fulani walikuwa targeted na vitu vya namna hiyo. Ni lazima tukubaliane kwamba ni lazima tufike kwenye hatua ambayo watu wanabaki na imani na uongozi. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo mimi nafikiri ni muhimu sana ni utatuzi wa matatizo kabla hajafika mbali sana. Wanasema kwa mfano ukiwa na kidonda ukakiacha kinakuwa kidonda ndugu, na kidonda ndugu kikiendelea kinakuwa kansa, na kama kilikuwa kidonda kidogo kwenye mguu, maana yake baadaye itabidi ukatwe mguu, badala ya labda ungeweka plaster ungekuwa umepona. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mwisho ni hili ambalo sisi tunalifanya hapa. Mimi niwapongeze kila mmoja, ametoka alipotoka, amekuja hapa kusikiliza mawazo ya wengine na yeye kutoa mawazo yake. Lengo ni kujenga. Utamaduni wa kujadiliana ni utamaduni muhimu sana, kwa sababu watu wengi ambao wanaingia kwenye matatizo mengi na wanaoshiriki katika vitu ambavyo vinachochea sana, wengine wanashiriki kwa kutokujua. Kwa mfano, tumeona propaganda za mwenzetu mmoja ameeleza za magharibi namna zinavyochochea vurugu. Kwa siku karibia 14, kila siku anaamka asubuhi anaweka picha hii, vurugu zilizotokea, kesho picha hii, kesho kutwa picha hii. Kaka zangu na dada zangu, nchi hii ndio ya kwetu, sisi hatuna kwingine kwa kwenda. Wakisha malizana na sisi wanatuacha kama tulivyo. Mimi nitoe mfano. Tumeiona Libya. Gaddafi alipakwa rangi ya udikteta. Libya yamebaki magofu. Tumeona Sudan. Pamoja na matatizo yote yaliyokuwepo wakati wa al-Bashir, Sudani ya Bashir na hii ya sasa hivi huwezi kufananisha. Sijui nitoe mfano gani mwingine. Nafikiri mifano iko mingi sana. Walinzi wa kwanza wa nchi hii ni sisi wenyewe, na kama kuna tatizo lolote tulimalize ndani.
Mwenyekiti, wakati mimi naoa, babangu aliniambia hivi, hata ukasirike vipi usimfokee mke wako mbele za watu. Hata ukasirike vipi, ingia naye chumbani, mkamalizae chumbani, mkitoka kule wote mnatabasamu. Usimuonyeshe mtu yoyote kama mnagombana. Lakini wazee si mnafahamu, kwani hatugombani? Tunagombana kila siku. Usimfokee wala kumnyoshea mkono mke wako hata siku moja mbele za watu. Usimfokee wala kumnyoshea mkono wako mtoto wako mbele za watu. Nachotaka kusema nini? Matatizo ya Watanzania yatatatuliwa na Watanzania. Hatuwezi kutegemea kutoka hapa kama wengine kupelekwa kule magharibi, ukaekwa huku watu wakaanza kuangalia rangi ya suti uliyoivaa, na mwingine akaekwa huku na rangi aliyoivaa ya suti, mnaanza kuchambuliwa. Ni kujidhalilisha kwa taifa ambalo limefikisha miaka 64 ya uhuru wake, kwenda kuomba watu wa nje waje kutusaidia kutatua matatizo yetu hapa nje, hapa ndani, ni kitu ambacho hakiwezekani, na tusikubali kufika huko.